Dola la Mongolia lililojengwa na Genghis Khan katika karne ya 13 ni moja kati ya dola zilizokuwa kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya mwanadamu. Kutoka nyanda za juu za Asia ya kati hadi kufika China, Russia na miji ya Kiislamu ya Mashariki ya Kati yote, Genghis Khan aliongoza uvamizi ulioacha athari kubwa za kisiasa, kijamii na kiutawala katika maeneo mengi ya dunia hii. Huyu Genghis Khan ni nani? Genghis Khan alizaliwa kwa jina la Temujin mnamo mwaka 1162 huko Mongolia karibu na mto Non. Alitoka katika kabila la Borjigin ambalo lilikuwa sehemu ya jamii zilizoishi kwa kuhamahama. Baba yake aliitwa Yesuge ambaye alikuwa chifu wa kabila dogo la Mongoli na mshirika wa kisiasa wa makabila mengine kupitia ndoa. Mama yake aliitwa Hoelun, mwanamke jasiri ambaye aliibwa na Yesuge kutoka kwa mwanaume mwingine. Temujin alipewa jina hilo kwa heshima ya adui aliyeshindwa na baba yake, jambo lililoonyesha matarajio makubwa kwa mtoto huyu. Hata hivyo, miaka kadhaa baadaye, baba yake aliuawa kwa sumu na kabila la Tatars alipokuwa na umri wa miaka 9 tu. Baada ya kifo cha baba yake, familia yake ilikataliwa na ukoo wa baba yake na kutengwa. Temujin, mama yake na ndugu zake waliishi maisha ya dhiki sana, wakiishi kwa kula mizizi, kuinda wanyama pori na kuvua samaki. Katika kipindi hiki, Temujin alianza kuonyesha tabia za kiuongozi, ukakamavu na subra. Alipigania heshima na kuweza kuwavuta watu waliokataliwa kama yeye, na akajifunza mafunzo ya udhaifu na usaliti, mambo yaliyoathiri fikra zake za baadaye kuhusu uongozi na utiifu. Mafunzo ya udhaifu na usaliti ni yapi? Ni kwamba Temujin baada ya kifo cha baba yake na familia yake kutengwa na ukoo mzima, akajifunza kwamba mtu ukiwa dhaifu au ukipata matatizo, unaweza kutelekezwa na hata watu wa familia au ukoo wako mwenyewe. Hii ilimfundisha kujitegemea na udhaifu wake ulimfanya ajue kuwa usalama na heshima haviji bure bila kujipambania. Pia alijifunza kuwa wakati mwingine mtu hulazimika kuchukua maamuzi magumu ili kulinda heshima na maisha ya familia yake. Hata hivyo, katika ujana wake Temujin alikamatwa na kabila la Teijud waliotaka awe mtumwa. Hata hivyo, aliweza kuwatoroka kwa msaada wa mtu mmoja kutoka kwa jamii hiyo, jambo lililomfundisha kuonyesha huruma hata katika nyakati za giza na ngumu kwa wengine. Basi bwana, Temujin akaja kumuoa Bote, msichana kutoka jamii ya Onjirat. Hii ilikuwa ndoa ya kisiasa pia, kwani Onjirat walikuwa washirika wa baba yake. Na baada ya ndoa yao, Bote alitekwa na kabila la Mekids, lakini Temujin alianzisha vita na kuwashinda, kisha akamkomboa mke wake. Hii ilikuwa balaa. Kitendo hiki kilimjengea jina kwa ujasiri, upendo kwa familia na uongozi imara wa kijeshi.